Lakatabu ni mwamba ambaye anamiliki gang yake ambapo walikuwa wanafanya mambo machafu tu, na mambo yenyewe wakawa wanawateka watu rodi na kuwapeleka maskani kwao na kuwatumia wanavyotaka na kuwafanyia vitendo vya ukatili sana, na jamaa akawa anawanyanyasa kijinsia kina dada na kuwaua akishamaliza kuwatumia, na wanaobakia kuwafanyia vitu vya ajabu kweli, huku akiwaforce kufanya juu chini kuongea na familia zao ili watume pesa kwenye akaunti yake, la sivyo damu zao zina flow kwenye sakafu yake. Na mwamba anafanya yote haya kwa sababu kuna kitu kimoja tu ambacho yuko nacho na anakilingia sana, na kitu chenyewe ni kwamba mwamba ana nguvu za kichawi ambazo zinamfanya hashikiki wala akamatiki, kwa sababu alipikwa na akaiva, na vijana wake wanamheshimu na kumtukuza kama Mungu wao vile. Jamaa anakufuru so kitoto ase. Sasa wakati leo wapo kwenye harakati zao za kila siku na siku zote za kuhakikisha kuwa wanaondoka na watu hapo rodi, wanakutana na chuma hiki hapa kinaitwa Prince Adetola pamoja na mkewe, na mwamba akawambishi na kutoelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea hapa, maana watu walikuwa wametanda rodi huku wengine wapo down. So the moment mwamba kashuka kwenye gari huku akiwa anafoka na kuuliza nini kinachoendelea, akakutana na wamba nao wapo hoti kinoma huku akiwa anamwambia mwamba alale down, na wakamkuta mwamba naye kashachafukwa tayari, so akawa kagoma kulala down, na moja kati ya walinzi akavuta bomba na kumshuti mwamba, lakini chuma kikawa bado kimesimama, na hapo wamba ndo akajua kuwa ameshabalanga tayari, maana chuma unakipiga chuma hakidondoki, inawezekana vipi? Sando pale Laka akawa kashuka na kuuliza nani ambaye anazuia kazi isifanyike, na ndo pale Ade akasogea na kumchimba sana mkwala Laka, na for the first time walinzi wa mshikaji wakashangaa kwamba Laka leo kaomba msamaha noma. Sando pale mwamba akasema kuwa anawapa dakika 10 tu atoke eneo lile na kuacha watu wapite, maana hiyo ni barabara bana, la sivyo hataenda kuwashtaki polisi. Na mwamba akarudi na kuchukua funguo kwa dereva, maana dereva alishajaa upepo tayari, na kumwambia mkewe apande kwenye gari na kuchapagia na kusepa zao, huko Laka akiwaangalia tu, na kisha akavuta bomba na kwenda kumuua dereva wa Ade, maana alishindwa kuondoka wakati Ade anaondoka. Sasa wakati wapo njiani mwamba akawa anamwambia mkewe kuwa anataka kwenda kituoni kumshitaki Laka kwa sababu vile vitu alivyokuwa anavifanya pale ni kinyume na haki za kibinadamu, japokuwa mkewe akawa anamsisitiza sana jamaa kwamba waachane nao tu, kwa sababu kwanza wameshatoka pale na pia kitu kibaya wamemwacha dereva wao. Na ndipo hapo mwamba akawa kagoma na kusema kuwa lazima aende kituoni kwenda kufungua kesi ya jamaa. Sasa kumbe wakati wanatoka pale bana, Laka hakukubaliana na ile situation, akafanya anachokijua yeye, na mwamba akajikuta ananyoosha moja kwa moja mpaka maskani kwa mwamba, huku akijua anaenda kituo cha polisi na kujikuta anaingia kiulaini kwenye mikono ya Laka, na hii ni kama kumsukuma mlevi vile, hutumii nguvu kubwa hata kidogo. Sasa time ilipofika Ade ikabidi atolewe nje bana kwa ajili ya kuuawa, lakini cha kushangaza ni kwamba kila mara jamaa anapotaka kumpiga risasi kwake ikawa haipiti, na kilichomchanganya zaidi ni kuona mshikaji anajitamba mbele ya himaya yake kwamba hawezi kufa kwa risasi. Sasa baada ya kukaa na kufikiria kwa muda mrefu na kukumbuka maneno ya aliyemfanyia yeye leo kuwa Lakatabu ambaye anamhitaji, na kukumbuka kuwa yule mzee alimwambia kuwa kama anaona kuna mtu anataka kumuua kwa risasi na hafi, basi muue mama yake kwanza ndo muue na yeye. Na hapo ndipo akili ikaja kwa mwamba na kumtafuta mama wa Adetola, na mama yake ni mke wa King Folabade, na wakati huo mama naye alikuwa kashapagawa tayari, anamtafuta mtoto wake kwa simu hapatikani, wala mkewe pia naye hapatikani, na kwa dereva nako pia ni hivyo hivyo, na kujaribu kuwashirikisha polisi, na polisi nao wanasema wametafuta kadri ya uwezo wao lakini wameshindwa kumpata, ila wataendelea kumtafuta. Patamu hapo. Sasa bi mkubwa akiwa hapa mara akapokea simu kutoka kwenye namba ngeni ikimjuza kuwa Adetola kaonekana mahali, so inabidi aende chapu, na bi mkubwa bila kufikiria na kujifanya na mapenzi na mwanae ikabidi atoke na dereva tu bila hata ulinzi, japokuwa mumewe alimsihi sana asiende hivyo, lakini mama akagoma. Ile wanapofika tu eneo la tukio, chuma ikalia na dereva akadondoka down, na maza naye ikabidi alale tu down. Ndio kikaja kikosi cha mwamba na kumbeba bi mkubwa na kumwacha yule dereva pale chini na kuondoka na Malkia. Na huku upande wa pili mfalme naye akapata taarifa kuwa kuna majanga yametokea, ndio kwenda hospitali kukutana na yule dereva aliondoka na mkewe na kumpa update zote kwa kilichotokea huko alipoenda. Na siku iliyofuata mwili wa Adetola na mama yake ikawa imetupwa barabarani wakiwa tayari wameshaaga dunia. So sad kwa kweli.
Sasa mke wa Adetola akawa amebaki na mwamba. Kila alipokuwa anataka kumuua kinatokea kikwazo, anashindwa kumuua, huku mfalme nawe akawa katuma mtu kwa ajili ya kuchunguza kuwa ni nani aliyehusika na mauaji ya mke wake pamoja na mtoto wake. Lakini taarifa zikawa zimefika mapema tu kwa Laka, kwa sababu kuna askari kanzu ambaye anafanya kazi na Laka, na kujikuta yule mwamba anaingia mikononi mwa Lakatabu na kumwambia Laka kuwa katumwa na mfalme. Na ndio wamba walipofunga kazi hadi nyumbani kwa mfalme, wakambeba na kuondoka naye. Na baada ya muda kidogo wakasikia Miladi hayo katangaza kuwa mfalme wa eneo hilo ametekwa na watu wasiojulikana, na polisi wamefanya jitihada zote, lakini bado hawajajua ni nani mhusika wa hilo tukio. Lakini jeshi la polisi liko macho na linafanya uchunguzi wa kujua ni nani anayehusika na huo mchongo. Sasa upande wa pili kwa mke wa Adetola, naye ikabidi atafute njia mbadala ya kuondoka kwenye hilo eneo, kwa sababu endapo ataendelea kukaa hapo basi uhakika wa pumzi yake ni mdogo sana. Ndipo alipojaribu kujirahisisha kwa huyu mwamba na kumwambia kuwa kuna kitu cha thamani kubwa sana kipo hekaluni, na hicho kitu kina utajiri wa naira milioni 150 pesa za Kinigeria, sawa na milioni 256 pesa za Kitanzania. Ni parefu kinoma. Na ndipo hapo mwamba akaingia tamaa na kumwamini bidada bila kujua kuwa bidada naye ana mipango yake ya kutaka kuhakikisha kuwa anatoka kwenye hilo eneo. Patamu hapo. Sasa baada ya kusema vile, ndipo mwamba akamwamini bidada na kumbadilishia adhabu hadi mavazi ambayo anayavaa, na kumpatia mlinzi ambaye atakuwa anamwangalia mama Malkia hadi pale watakapoenda kuchukua huo mzigo ili mwamba avute mpunga na kuwa milionea. Sasa ndipo hapo bidada naye akawa amepanga mipango yake na kuona inaenda kutiki, kwa sababu bidada akawa na uwezo wa kutembea kwenye hii maya popote anapopataka. Na jioni ya leo bidada akamfuata Laka chumbani kwake na kumwambia mwamba kuwa leo ndo siku yake ya mwisho kuliona jua, na anasema haogopi wala hatishiki kwa lolote lile. Na mwamba alipovuta chuma na kumpiga bidada, chuma ikadunda, na ndipo hapo mwamba akawa anajiuliza inawezekanaje. Na ndipo hapo bidada akasema kuwa kwa muda mrefu sana ameisubiri hii siku, kwa sababu huyu binadamu anaitwa Lakatabu alimuua baba yake. Sasa kumbe baba wa huyu binti bana ndo yule mzee ambaye amempika mwamba na akapikika kinoma noma. Na mwamba alipojaa kiburi akamgeukia mzee wa watu na kumuua, na ndio huyo mzee ambaye kampika mwanae na kumwambia mambo anapoona kuwa yamekuwa magumu akaojoe chini, kisha achote ule mchanga na kusema maneno kadhaa, kisha kubugia ule mchanga, na hapo hatozulika wala kudhulika na kitu chochote kile. Na ndipo hapo sasa bidada akarudi na kumwagia dawa ambayo itamdhuru Lakatabu, na mwamba akadisapia. Na ndipo hapo pia polisi wakaja kuwakamata watu ambao wamesalia katika lile eneo, huku akijua tayari mchezo umemalizika. Lakini kumbe Laka hakufa bwana, na akatikisa kichwa kuashiria kwamba mwamba bado yupo live. Patamu hapo.